Mambo ni vipi bwana mpendwa mfuatiliaji wa channel yetu hii ya Makala Simulizi. Aise, hii ni sehemu ya 5 ambayo tunayokuletea sasa ya Jirani Mtata Jirani Matata. Ni sehemu ya 5. Utakumbuka vizuri bwana kwamba katika sehemu ya 4 tulishia mahali ambapo kulikuwa kuna vurugu za hapa na pale katika grupu hili la Werevu Village. Ni grupu hili la WhatsApp, mahali ambapo bwana wapangaji walikuwa wanakutana katika grupu la WhatsApp la nyumba ambazo zinafahamika kama Werevu Village. Na hapa sasa kulikuwa kumetumwa vitu fulani ambavyo vilivyokuwa vinashangaza kuhusiana na mwanadada ambaye ni mwanadada mbea kweli kweli katika mjengo huu anafahamika kama Aisha Macho. Sasa na yeye alikuwa amenaswa, amedakwa bwana wakati akiwa anadeti na mume wa mtu, tena mume wa rafiki yake. Huyu ni nani? Ni Baba T. Na kama unaifuatilia ulienda vizuri mpaka sehemu ya 4, utakumbuka kwamba video za Baba T wakati anaingia kwake na mpaka wakati wanafanya jambo huko ndani, milio ile kwa imerekodiwa na mwanadada wa kuitwa Stella, alafu akapewa mwanadada wa kuitwa Rachel ili aweze kuposti. Hapo ndipo mahali ambapo tukaishia, lakini wakasema bwana kuna video zingine hizo ambazo zipo, kuna clip ambazo zipo bwana. Huyu mbea huyu lazima tumalize kabisa. Sasa tukawa tumeishia pale, hatujajua nini kitaendelea kuhusu Aisha Macho, lakini pia kuhusu kijana wa kuitwa Kiki, kijana ambaye anaonyesha kupendwa sana na mrembo anayeitwa Rachel, huku akiwa na mpenzi wake ambaye anaitwa Lady. Na wakati huo kijana wa kuitwa Kiki bwana alikuwa anatafutwa sana na mwanadada wa kuitwa Sifika, ambaye huyu mwanadada bwana kutokana na kwamba alikataliwa shobo yake aliyokuwa ameonyesha kijana Kiki, akawa anasema huyu bwana ni Hanisi, lakini bado moyoni tukaona kwamba alikuwa anaumia sana, mpaka akawa anamfuata mpaka kule kazini kwake. Bwana, sasa huko ni mahali tulipopita, tuwezi kupapitia sana, lakini sasa nikukaribisha zaidi katika sehemu hii ya 5, sehemu ambapo tunataka kujua ni nini ambacho kilichoendelea katika Werevu Village, ni mambo gani yaliendelea. Karibu bwana, ninayekuletea simulizi hii ni mimi BHB wa Makala Simulizi, nikikukumbusha na kukuomba msikilizaji, mwanadada wa kuitwa Rachel bwana alisema kwamba lazima amalizie kuposti ile video nyingine wakati Baba T akiwa anatoka mle ndani. Akasema ni lazima sasa aweze kuposti na ile video. Wakati huo walikuwa wanatazamana tu kwa namna ya kipekee sana, yeye pamoja na mwanadada Stella. Unajua bwana, Uswahilini, kwa sababu hapa napaita Uswahilini tayari, kuna vitabia fulani hivi mtu mnakuwa kama ni marafiki kabisa, lakini unakuta mtu na shoga yake naye anapenda sana jambo fulani hivi la ajabu likimtokea shoga yake. Sasa hii sijui ni urafiki au ndo ule unafiki wenyewe. Hapa ndipo ndo kitu ambacho kilichokuwa kinatokea kwa mwanadada Stella dhidi ya mwanadada Aisha. Yaani alikuwa anafurahi sana wakati mwanadada Rachel alivyokuwa na posti zile mambo. Mwanadada yule wa kuitwa Rachel akasema, sasa mimi kazi yangu ni kuposti alafu mtaunganisha dots tu. Watu wakasema posti, weka, sisi wenyewe ni Waswahili, tunajua namna ya kusoma picha za Kiswahili. Mwingine akasema, mimi naweza kutafsiri hata movie, kwa hizo ukiziweka hapo mimi naweza kuzitafsiri hapo na mkaona kabisa kitu jinsi kilivyokuwa kinaendelea hapo. Mwanadada Rachel akasema sawa, nipeni dakika ngapi hapa niweze kuiupload vizuri. Sawa, ila ungekuwa na video wakati watu wananyanduana ingekuwa vizuri. Watu wakawa wengine wanaposti image vya kucheka pale, vingine emoji vya kushangaa. Grupu likawa limechangamka kweli msikilizaji. Rachel akaanza kuiset ile video ile. Akaiposti video. Hii bana ilikuwa ni video muda ule ambapo Baba T alikuwa anatoka pale ndani kwa mwanadada Aisha, akaenda mpaka kule upande wa getini, alafu akarudi ili ndipo akaenda kuingia ndani kwake, akiwa anamgongea Mama T ili aweze kufungua. Video hii yote kwa ujumla wake ilipostiwa pale na watu wakaiona. Comment zilikuwa ni nyingi sana.
wambea pale wengine, unajua bwana, kila mtu ni mumbea kwa style yake. Tunapishana tu viwango, lakini kila mtu ni mumbea, kila mtu anapenda sana kujua mambo ya watu. Yaani jambo la mtu likija pale li hasa jambo la ajabu ajabu, si ma connection ya bwana, kila mtu anatamani aone. Sema sasa ni kwamba tunapishana tu. Mwingine akiona anachukulia nishaona haina issue yoyote, tuachane nayo. Mwingine akiona ananyamaza, mwingine ndo kama hivyo sasa. Ndo kinaisha. Akishaiona hiyo I say, lazima aseme, aitangaze, izunguke kila mahali. Lakini sasa kwa wakati huu jambo hili lilikuwa ni laisha mwenyewe, kwa hiyo alisingeweza kulifanyia mizaha ya aina yoyote ile. Msikilizaji, pale sasa grupu likawa sasa ni watu wanajadili tu pale. Watu wanajadili, wanacheka, wanaleta masiara. Jamaa mmoja aliyekuwa amejisevu Kuli pale kwenye ile group, alikuwa kwenye namba yake amesevu Kuli. Haraka sana akawa amechukua zile klipu, alafu akawa jifanya kwamba yeye anatangaza sasa, ni kama anatangaza mpira hivi. Akawa ni kama anatangaza mpira pale sasa kwa kutafsiri kile kilichokuwa kinaendelea. Haya ni mapema kabisa, dakika za kwanza. Tunamuona pale Baba T akiwa anasogea karibu na mlango wa Macho. Aisha Macho na yeye anawacha mlango wazi kabisa hapa, 1 2 3. Baba T huyo anaingia, anasukuma 1 2 3, anaingia mpaka ndani. Hatari katika lango Baba T. Baba T anazama ndani huko. Sasa hapo ndipo sasa watu wanaanza kucharua hapo. Wanaanza kucharua, ni michezo inaanza. Mchezo unaanza pale dakika ni za 8 ya mchezo. Watu wanaenda hapo 1 2 3. Baba T anaanza kufungua. Baba T anavua, anaweka pembeni nguo zake 1 2 3. Aisha Macho anaweka pembeni bwana. Hiyo hatari ile hapo hicho. Baada ya kufika hapo akaanza kuachia zile sauti. Anaachia zile sauti zile ambazo alizokuwa anasema Baba T, wewe bwana, ndizo clip pale akaziweka. Miguno ni mingi, hatari sana pale. Aisha Macho anaonyesha kwamba ananogewa sana na bechi hii hapa. Kwa kweli goli zuri kabisa go. Msikilizaji, yule jamaa bwana aliyekuwa anajiita Kuli alikuwa amependa sana kuleta masiara pale. Watu walipoisikia ile klipu, ile jinsi ambavyo jamaa Kuli alivyokuwa ameitafsiri sasa kuiweka katika kuiweka katika sauti za kuitangaza, watu walicheka sana pale. Na ni kitendo ambacho alikifanya kwa dakika chache sana. Alafu akawa anamalizia sasa wakati ule Baba T akiwa anatoka pale. Wakati huo sasa Baba T anatoka, anaanza kudanganya kabisa, anazuga kabisa pale ili watu wasije wakajua hapo Mama T yeye yuko ndani anakoroma tu. Hajui kabisa ni nini kinachoendelea. Aliweka na sauti ya mtu kukoroma pale. Baba T wakati huo anatoka, anaelekea kule upande wa gitini. Baba T sasa anafika gitini, anaamua kurudi sasa akiwa ananyata kabisa kuhakikisha kwamba Mama T asije akajua chochote. Na kweli Mama T afahamu chochote, lakini magoli alishafungwa, mechi imekwisha kwa draw kabisa. Baba T huyo anarudi. Klipu ile bado alikuwa anaionyesha mpaka Baba T akiwa anafika pale mlangoni. Jamaa alikuwa ameitafsiri kwa kimasiara sana. Watu wakawa wanacheka ile grupu. Siku ile ni siku ambapo grupu lile la WhatsApp lilikuwa limechangamka sana. Sasa bwana, unajua kama kawaida bwana, wanasema kwamba kifo cha panzi ni furaha kwa kunguru. Wakati grupu kwa ujumla wake limechangamka na watu wamefurahi sana, lakini mambo yalikuwa ni tofauti sana kwa watu watatu: Mama T, Baba T pamoja na mwanadada Aisha. Baba T alikuwa anawaza sana ni nini ambacho kitakachoendelea. Kwa Mama T ni nini kitafuata. Mama T alikuwa anamtamani sana Baba T na yeye pale aone kwamba Baba T atajiteteaje. Lakini pia Aisha alikuwa anawaza yeye na Mama T watatazamanaje. Lakini pia alikuwa anaona kwamba ameumbuka sana katikati ya watu pale. Mtaa mzima sasa, nyumba nzima zile zote zilikuwa sasa zinafahamu kwamba yeye alikuwa ametoka na Baba T na ni mtoto ni mume wa rafiki yake. Lakini akaona isiwe shida, yeye alibaki akawa amejifungia ndani. Sasa wengine hawakuwepo pale. Kama Baba T alikuwa ameshatoka, Mama T alikuwepo, wengine yani kila mtu na harakati zake, lakini kwenye group walikuwa wote wanakutana. Ilikuwa inasubiriwa sasa hapo hiyo mida ambapo sasa hiyo mida ya jioni sasa kwamba itakuwaje. Mama T kwanza alishika simu yake na kumpigia Baba T pale. We Baba T,
Ndo mambo ndo ni hivi. Hivi wewe mwanaume, hivi wewe wakunidhalilisha kiasi hiki? Wewe Mama T, nakuuliza mimi ndo wakunidhalilisha kiasi? Mama T, usiniambie Mama T. Nataka nikuulize kwa nini unanidhalilisha kiasi hiki? Mama T, kama unatamani kuongea na mimi, hebu naomba uwe mpole basi, au mambo tutamaliza tukiwa ndani. Hivi kweli mimi kweli wakunichiti? Yaani hivi kweli unanichiti na mtu kama huyo kweli? Hivi kweli kanizidi kitu gani mpaka una... Mama T, tulia basi. Nimekwambia nakuja huko nyumbani. Lakini naomba uelewe kwamba hakuna kitu chochote kilichoendelea. Hayo mambo ya kwenye grupu na utani, hizo ni mambo za utani, hakuna kitu chochote ambacho kilichoendelea. Hakuna. Kwamba asije kuona ukiwa unaingia, kumbe wewe unanidanganya. Unaniambia kwamba sijui nini, alafu kumbe wewe nia yako ni ile uje ulale, unalala pembeni hapa. Mimi niko nalala mwenyewe, kumbe uko na mwanamke. Pumbavu. Sikujua kama wewe unaweza kunifanya vitu vya kipumbavu kama hivi kwa kweli. Yaani kweli wewe mwanaume ni kitu gani ambacho unataka hivi? Ulikuwa unataka nikupe nyama ya tatu ndio uelewe au ni shida nini wewe? Msikilizaji, Mama T aliongea sana. Baba T alijitahidi sana kuwa mpole. Unajua kama kawaida bwana, mwanaume hata ukikamatwa ukiwa unafanya hivi inabidi udanganye tu. Baba T alijaribu kuongea kiutulivu kama mwanaume, akamwambia Mama T, ninakuja nyumbani. Na nikija nyumbani mambo yote yataisha. Sidhani, sijui, nimekwambia hakuna kitu chochote kilichoendelea. Ni kwamba inabidi uamue kusikiliza na kuangalia hizo klipu unazoziona au unisikilize mimi nitakapokuja. Uchague. Kama uliolewa na klipu sawa, zisikilize klipu. Lakini kama uliolewa na mimi, inabidi unisikilize nitakapokuja. Baba T. Hivi unajua nilikuwa na imani na wewe kubwa sana Baba T. Ndio maana nimekwambia imani yako kwanza inapaswa ibaki kuwa imani kwangu. Lakini nimekwambia ninakuja nyumbani. Kumbuka mimi ndio niliyekuoa. Hujaolewa na video. Na hakuna mtu yeyote hapo katika tunapokaa ambaye yeye ndo mume wako. Mimi ndio mume wako na unapaswa unisikilize. Ninakuja nyumbani. Na nikija nitakuelekeza kila kitu jinsi kilivyokuwa, lakini amini kwamba sijalitoa penzi lako kwa mtu mwingine. Msikilizaji, Mama T aliendelea kulia pale. Akiwa yuko ndani kwake akasahau hata kukata simu. Baba T alimsikiliza jinsi anavyolia, baadaye akaikata ile simu tu. Akana bana, haya mambo mengine nitasolve nikifika nyumbani. Lakini yeye mwenyewe anajua kabisa hapa nimeshakamatwa. Tamaa zangu nimekamatika. Lakini sasa angefanyaje? Akaamua kuwa mpole tu, akasema hayo mambo hata siwezi kwenda nyumbani sasa hivi. La msingi hapa nimalize kazi zangu vizuri kabisa, narudi nyumbani muda wa kawaida jioni. Kwanza hapo atakuwa ametulia. Hiyo ndo mida mizuri. Sasa mwanadada Aisha alipaniki sana baada ya kuona vile. Alitoka pale nje na kuanza kuropoka maneno mengi sana. Kuna watu wanajifanya wanaweka tu mambo ya watu kuzoeana. Mimi siwezi nikakubali. Mambo ni binafsi. Unawezaje kuyaposti mambo ya mtu binafsi huku? Mambo ya watu binafsi ambao hujui ni nini kilichokuwa kinaendelea. Unaposti tu huku kwenye magrupu. Huu ni udhalilishaji. Na hapa lazima nitafute fidia. Lazima mtu anilipe hapa. Hakuna. Siwezi kukubali. Hayo ni mambo binafsi ya mtu. Huwezi ukaposti kwenye grupu. Unajua ni watu wangapi wanaona? Unajua vipi? Vipi ikitokea kama hizo klipu zikasambaa? Mama yangu akaziona, atahisi nini? Haya, mpenzi wangu kama akiziona, atahisi nini? Si atahisi kwamba mimi ninatoka na watu, kumbe sio kweli. Unaposti vitu ambavyo hujui tafsiri yake. Yaani mimi nasema hivi, mimi lazima nilipwe. Yaani hela nakula, lazima nilipwe. Ngoja sasa muone. Ngoja. Mtatajana wote mlioshiriki wa upumbavu. Nakwambia msikilizaji, Aisha kumbe bwana, mkuki kwa nguruwe bwana, kwa binadamu mchungu sana. Aisha aliongea, alitembea, alikuwa anazunguka kila milango. Hagusi mlango wa mtu, lakini anaongea, anatukana, anaropoka, anaongea kila kitu. Anasema lazima apate fidia. Akaingia zake ndani baada ya kuropoka sana pale, akaingia zake ndani, akajifunga na madela yake huyo, akatoka. Ngoja tuanzie kwa mjumbe, ngoja kwanza. Aisha akatoka pale moja kwa moja, mguu wa kwanza akaisha kwa mjumbe. Mjumbe alikuwa yupo sio mbali sana, lakini sasa hapa katikati hakuna watu wengi sana, kwa sababu makazi ya Werevu Village yalikuwa yamejitenga kidogo.
yalikuwa yako sehemu ambapo kuna nyumba nyingi sana. Kwa hiyo mjumbe alikuwa mbali kidogo, japo sio sana. Kama dakika 7 hivi, dakika 5 hivi, mwanadada kuitwa Aisha akawa amefika pale kwa mjumbe na bahati nzuri akamkuta. Akaanza kuongea naye. Watu wananidhalilisha. Mtu ambaye anaingia kwangu wanaposti. Mimi ninachotaka hapa ni kulipwa. Hamna kitu kingine. Huwezi kuona kitu cha mtu alafu unaposti kwenye magrupu ili hivi vitu vikisambaa uanze kumkosanisha na watu wengine. Mjumbe akamwambia hebu tulia. Nielekeze unataka nini, kuna nini kimetokea. Mjumbe ngoja nikwambie. Yaani, pale tunapokaa watu wana wivu sana. Watu wana tabia mbaya sana. Mtu anamuona mtu anaingia ndani kwake. Yaani anaingia kwa mtu, alafu mtu anachukua zile klipu, alafu eti anaziposti kwenye grupu. Alafu anaanza kusema maneno yake ajabu ajabu. Haiwezekani, mimi ninachotaka ni kulipwa. Yaani mjumbe, mimi nakwambia kama ukishindwa mimi hilo nalipeleka mbele. Naenda mbele, lazima nilipwe hela yangu. Lazima nilipwe hela yangu ya kuchafuliwa jina langu. Kwa hiyo yani umekuja kushitaki au shida ni nini? Yani hebu tulia basi, ongea kwa utulivu ili niweze kukusikiliza nikuelewe. Mjumbe, mimi nishakueleza, mimi naona unawatetea tu watu ambao wanafanya mambo ya kijinga. Mjumbe, na wewe mimi nakuona kama yani sasa hivi nitaona kama na wewe ufai. Mtu anaangalia, mtu anaingia ndani kwa mtu alafu anamchukua video. Kuna sheria gani inaruhusu? Sheria gani inaruhusu mtu kuchukua video mtu akiingia kwa mtu? Alafu ukimaliza unazipost. Mtu mwenyewe ana mume wake, alafu mtu unaposti video kwenye nani? Kwenye group. Unajua kwamba mtu aliingia kufanya nini? Kama aliingia kutengeneza kitanda. Marage, choroko, nyanya, uji mchele, mayai. Mwanadada Aisha alizungumza maneno kibao. Unajua sasa pale uzuri yule mjumbe na yeye alikuwa ni mwanaume. Kwa hivyo akaamua sasa kutumia akili ya kuchuja kwenye maneno mengi sana ambayo yanayozungumzwa pale. Mara sijui choroko, ndambi, uji, marage, uji, karanga na kadhalika ambazo alizokuwa anazungumza mwanadada Aisha. Sasa yule jamaa kwa sababu na yeye ni mwanaume ilibidi awe mtulivu na kuchuja maneno ambayo yana maana aweze kuyachukua, huku akipuuza yale mengine ambayo Aisha alikuwa anayozungumza tu bila utaratibu. Akamwambia okay, nimekuelewa. Huyo mtu ambaye aliyeposti hizo video unamfahamu? Mjumbe, sio kwamba namfahamu. Kila kitu kiko wazi na kila mtu anamfahamu na anajitapa kwenye grupu. Kwa hiyo mnakaa naye? Tunakaa naye. Na hata ukitaka sasa hivi ungeagiza tu polisi waje wamkamate kabisa moja kwa moja. Ngoja kwanza. Mbona unakimbilia polisi na umekuja kwangu? Mimi si ndio nitakaye unayepaswa nikushauri kwamba hili jambo linahitaji polisi au la? Mimi naona wewe ushaanza kuwatetea hawa. Wewe yani umeanza kumtetea mtu ambaye anafanya vitu vya ajabu, lakini mimi ninachotaka ni kulipwa. Yani wewe mjumbe, pita popote pale, lakini mimi nataka kulipwa. Huku ni kuchafuliana majina. Aisha, msikilizaji, Aisha alizungumza sana pale. Lakini mjumbe huyu alikuwa ni mtu wa hekima sana. Akaishi naye kwa utulivu tu akamwambia okay, mimi nimekuelewa. Hebu nipe namba ya huyo mtu ambaye aliyeposti hizo picha zako ili niweze kuonana na yeye, nizungumze na wewe na yeye, alafu tuanzie hapo tujue tunaendaje. Hii hapa. Pale akaitoa namba ya Rachel. Akampa mjumbe akapiga ile simu. Mjumbe akamweleza Rachel kila kitu kwamba umeshitakiwa hapa kwa mjumbe na kwa hivyo unahitajika hapa haraka iwezekanavyo kabla hatua zingine hazijachukuliwa, kwa sababu kama ukiacha kufika hapa ili jambo likienda mbele gharama zitakuwa ni kubwa zaidi. Kwa hiyo nakuhitaji hapa kwa mjumbe haraka iwezekanavyo. Rachel bwana hakuwa na hiana, akaona hamna shida, akatoka pale akaenda, japokuwa moyo wake ulikuwa tayari pale ushaanza kuingia maji kwamba nimefanya jambo kwa kusema na mkomoa mtu, alafu sasa kumbe linaanza kunigeukia mimi. Akatoka pale huyo, yeye akaenda mpaka kwa mjumbe. Mjumbe alipomuona tu Rachel pale akasema ndio huyo. Ndio, ndo huyo. Kama kuna wengine atataja yeye, mimi namjua huyo, ndo yeye kaposti. Okay, sawa. Okay. Sasa wewe hebu anza kunielezea
mwanzo mpaka mwisho, huyu akiwepo. Msikilizaji, mwanadada wa kuitwa Aisha akaanza kushuka maneno mengi sana kilichotokea. Akamaliza pale. Then mwanadada Rachel akaambiwa, umesikia mashtaka yako? Unakubaliana na mashtaka hayo? Kwanza mjumbe, mimi ngoja nikwambie kitu. Huyu hapa kuna vitu anazungumza, lakini hazungumzi vitu vyote. Huyu ni mtu ambaye ni mbea na kila mtu anafahamu. Nyumba nzima zile za pale Werevu Village zinamfahamu huyu kwa tabia zake. Ni mbea. Ndio maana anaitwa Aisha Macho. Hayo macho sio jina la babu yake. Macho ni kwa sababu anajifanya anaona sana vitu vya watu. Huyu nimegombana naye siku si nyingi. Nimegombana naye hata hiyo jana kwa sababu ya tabia zake hizo za kufuata kuniongelea tu. Nagombana naye mimi naondoka. Lakini yeye tukio lake limetokea na mimi nikaamua tu kuposti clip kuonyesha kwamba na yeye hayuko salama sana, na yeye ni mwanadamu anafanya mambo tofauti. Amekimbilia huku kwako. Haraka tu amekimbilia serikalini. Ndio maana mimi huyu namshangaa. Hili jambo lingeweza kuishia kule hata lisingefika huko. Sio jambo kubwa kama unavyoliona. Hakuna picha yoyote ya Uchi ambayo imepostiwa huko. Ni picha za kawaida kabisa za kumuonyesha kwamba hata yeye alivyo mbea, hata sisi umbea tunaujua. Hata sisi na watoto wa mjini tunaujua umbea. Lakini kakimbilia huko. Sijui yeye anachokitaka nini. Lakini unakubali kwamba uliposti hivyo vitu. Kuhusu hayo mambo mengine unayosema kwamba mnakosanaga, hayo mimi sitaki kuzungumza kwa sababu hayakufika kwangu. Nazungumzia hili lililofika kwangu. Hebu nieleze. Kwa hivyo unakubali kwamba umeposti picha za zinazohusu mambo yake? Ndio mimi kama nilivyokuambia nimeposti, lakini vitu vya kawaida. Kama umeposti, yeye sasa kwake sio vitu vya kawaida, ameona ni kudhalilishwa. Na ndio maana anataka. Umesema unataka nini, Aisha? Mimi ninataka kulipwa. Ndo kama hivyo yeye anataka kulipwa. Umlipe kwa makosa ya kumfanyia defamation. Na kwa ngazi yetu hii ya mjumbe, basi tutamsikiliza tu vizuri basi. Lakini kama ukiliacha likaenda mbele, hapo sasa na gharama zitakuwa kubwa zaidi. Au kama mnaweza kuyamaliza kwa kuombana msamaha, mimi sina shida. Mimi siwezi hapa mpaka nilipwe mimi. Mimi siwezi kukubali kuombwa msamaha tu likaisha jukwaa juu, lazima nilipwe. Umemsikia mwenyewe? Nimemsikia. Ila sijajua nataka alipwe kiasi gani. Mimi hapo nataka nilipwe 500,000 kwa kufanywa defamation. 500,000. Okay, sawa. Mjumbe, nitatoa hiyo hela. Hamna shida. Utaitoa lini? Kwa sababu hii kesi naona kama umekubali wewe haina sababu ya kuendelea mbele. Nipe siku 3 nitaitoa. Aisha, umesikia? Sawa hapo, sawa, hamna shida. Sawa. Kuna kingine? Mjumbe, mimi nataka hiyo pesa ailete hapa kwako nije kuichukulia hapa kwako. Umesikia? Rachel, umesikia? Hamna shida. Hamna shida. Msikilizaji, mwanadada Rachel aliamua hayo mambo yaishe tu. Akaona hamna shida hata akitoa 500,000. Kwake sio issue sana. Japokuwa inamuuma, lakini potele mbali, ilimradi tu ameshamkomesha mtu ambaye anajifanya kiherehere kimbele poa. Sasa kimbunga sasa cha hatari sasa kilikuwa kiko upande mwingine. Kati ya Aisha sasa na kule kwa dadati kwa Mama T, kwamba itakuwaje, wataishije? Lakini Aisha akasema potele mbali. Huko kwa Mama T nitajua tunafanyaje. Lakini kwanza huyu nimemkomesha. Huko kwa Mama T tutajua. Lakini sasa Baba T yeye akili yake ilikuwa inawaza sana kwa Mama T atafanyaje. Alijipanga sana kutengeneza uongo. Jioni akarudi pale, amerudi tena akiwa na furaha sana. Amechangamka. Amekuja pale, ameingia mpaka ndani moja kwa moja. Mama T yuko ndani. Mama T kanuna kweli. Akamkumbatia moja kwa moja akasema, "Wow.
Baby, usinishike kabisa. Usinishike. Baby, kitu gani? Unafikiri nimesahau upumbavu uliofanya? Hebu kaa hapo kwanza uniambie. Jamani, ina maana hata kitenge nilichokuleta hutaki kuchukua. Mimi siwezi kuongwa vitenge, nataka uniambie upumbavu ulioufanya. Ulisema utasema vizuri ukija, haya umekuja sasa. Chamsha basi nyama hiyo hapo kwanza. Tunaongea huku tunakula. Na kitenge chako hicho hapo. Alafu uliniagizaga kwamba uliniambia kuna nini? Kuna sherehe ya mama nani, mama Kivujo uliniambia. Na hela yake hii hapa. Hiyo hela ya sherehe yake, ya shughuli yake uliniambia. Hii hapa, okay? Nakwambia hivi, hayo sio mambo ya maana sana kwangu sasa hivi. Ninahitaji unieleze ni kwa nini umeamua kutoka na Aisha Macho. Kwa nini umeamua kwenda kunicheat, kunidhalilisha kule? Hivi Aisha Macho anaweza akawa na kitu kitamu kuliko mimi ninachokupa? Msikilizaji, sasa unajua mwanaume bwana akishaamua kumteka mwanamke kwa kumtuliza, na mwanamke akikubali tu kumsikiliza mwanaume, amekwisha. Mama T ndipo alipojichanganya pale kwa kumuuliza maswali na kukubali kumpa nafasi Baba T kuweza kuzungumza. Baba T akaanza kuzungumza pale, akamwambia, Mama T, kwanza nimeamini unanipenda sana. Yaani wajua kwa ulichoona, alafu na jinsi ambavyo umeng'aka. Kwa sehemu fulani mimi nimefurahi sana kwamba mke wangu unanipenda sana. Lakini napenda tu nikwambie kwamba kwanza hata mimi nakupenda kweli kweli. Nimeamini una moyo wa upendo sana kwangu. Lakini sasa kitu ambacho ulichokuwa unakiona sicho. Upendo wangu kwako ndio uliolifanya mimi niweze kuingia kwa mama, kwa Aisha Macho. Upendo wangu? Yaani upendo wako kwangu mimi ulisababisha wewe uingie huko? Unaniona mimi ni mtoto mdogo, unamaanisha nini? Samahani sana kwa sababu kuna vitu sikukueleza. Kwa sababu nilihisi kwamba pengine ungevichukulia vibaya au roho yako ingekasirika au ingeumia. Na ndio maana sikukwambia, lakini limekuwa ni tatizo kwangu muda mrefu sana kwamba Aisha alikuwa ananitaka kimapenzi. Aisha amenihitaji kimapenzi siku nyingi sana, nikawa namkatalia sana. Lakini baadaye akaniambia kwamba ikiwa mimi nitaendelea kukataa, atanifanyia kitu ambacho sitoamini kwenye maisha yangu, na nitaenda hata jela kwa kesi ambayo atanitengenezea. Nilitafakari sana kuhusiana na mimi kwenda jela. Alafu mtu ni jirani, nikaona hakuna namna. Itabidi nifanye utaratibu ili aweze kuridhika. Kwa hiyo ndio ukafanya naye? Ndio ukafanya mapenzi ili aweze kuridhika? Mke wangu, ungeweza kunisikiliza basi. Sijafanya naye. Naomba unisikilize kwanza. Baada ya kunihitaji siku nyingi sana, nikamwambia kwamba mimi siwezi kumchiti Mama T. Nikamwambia mimi nina ndoa yangu ambayo naiheshimu. Aisha akanipa vitisho hivyo. Sasa jana wakati narudi, kumbe yeye alikuwepo. Sijui alikuwa ananisubiri. Sijui alijuaje. Kwa hivyo nilivyokuja pale akanishika. Ile klipu ukiangalia hawaonyeshi vizuri. Kuna vitu wamekatakata pale, hawaonyeshi vizuri. Kuna sehemu alinishika ile naona imekatwa ile. Akanishika akaniambia, kama huja mimi nasema kwamba umenibaka. Nasema umenibaka. Basi bana, baada ya pale ndipo nikaamua kuingia ndani. Akaniambia twende, nikaingia naye mpaka ndani. Tena alitangulia kuingia, mimi ndo na mimi nikaingia. Sasa wakati naingia ndipo wale kumbe walichukua ile clip. Inanionyesha nikiwa naingia mwenyewe, lakini alikuwa ametoka kwanza akanishika. Akaniambia atapiga yowe kwamba nimembaka. Alafu baada ya hapo nilivyomwambia basi nakuja,
Akafungua mlango akaingia zake ndani, ndipo na mimi nikaja. Sasa huko kwingine pote hawaonyeshi, ili ujue kwamba ni watu tu ambao wamenuia kwamba mimi na wewe tuweze kugombana. Ndipo nikaingia hivi. Kwa hiyo ukaingia kufanya naye kabisa? Sijafanya naye, naomba unisikilize Mama T, bado naendelea kuongea. Upendo wangu nao kupenda wewe siwezi kukuchiti kwa namna yoyote ile Mama T. Siwezi kukuchiti. Niliingia zangu ndani kweli. Nikaingia. Akaanza kuniambia, sasa nisikilize, hii ni siku ya mwisho. Usipofanya na mimi, wewe utaenda jela. Siwezi kukupenda siku zote hapa, alafu na nini? Ina maana unaniona mimi sifai? Wewe unajua kabisa mpenzi wangu yuko mbali, alafu wewe hutaki kunifanya na kati mimi nakupenda. Ina maana Mama T ana kila kitu kitamu kuliko mimi. Unifanye na mimi, kama sivyo napiga yowe kabisa, nasema kwamba wewe umenibaka na utaenda jela. Alivyoniambia hivyo, niliamua kutumia akili yangu ya kiume pale, nikamwambia kwamba leo siko vizuri kabisa, sitaweza kufanya hivyo. Lakini nikamwahidi, nilikuwa namwahidi kama uongo tu. Nikamwambia kuna siku nitakuja tufanye. Akaniambia anaomba tu. Yaani baada ya kunilazimisha sana nikakataa. Akaniambia basi anaomba nimshike tu aweze kuridhika, alafu nimwache. Ndipo nilipoanza kumshika. Akawa anapiga mikelele yake ile pale. Mimi nikwambia sasa, kutokana kwamba mimi nakupenda wewe, yeye hata alipokuwa anapiga makelele mimi hata kudindisha sijadindisha. Lakini kumbe wale wamekuja wamechukua zile clip, wakawa wanaichukua ile sauti jinsi ambavyo nilivyokuwa mimi ninamshika, alivyokuwa anatoa sauti, basi wao wakazichukua, ndipo wanazipost, wanasema kwamba nilikuwa nafanya naye. Lakini mimi sijafanya naye, siujui hata huo mwili wake jinsi ulivyo. Nilikuwa nampelekea mikono na mpapasa tu, anapiga kelele na mimi namtolea sauti fulani hivi na yeye aridhike. Wewe klipu zile zinaonyesha hata wewe ukiwa unapiga, ukiwa unatoa misauti yako ya mahaba. Nani ambaye hajasikia? Nisikilize nikwambie Mama T, zile nilikuwa na act tu ili kuweza kumridhisha. Light kama natamani kama wangechukua hata zile video, lakini sasa ndio hivyo, ilikuwa haiwezekani kwa sababu tulikuwa ndani na wao wamechukua sauti wakiwa nje. Mimi nilikuwa namfanyia vile zile miguno zote alizokuwa anafanya, na mimi nilikuwa najifanya na koroma kama vile ninafurahi sana, lakini nia yangu ilikuwa ni ili aweze kuniruhusu mimi niweze kuondoka. Alipofika akaridhika, mimi nikatoka zangu. Niliogopa sana mke wangu kwamba utaniona wakati natoka, na niliogopa kugombana na wewe kwa sababu nakupenda sana mke wangu, na ndio maana mimi nilitoka nikaenda mpaka kule getini ili nije upya. Nilikuwa naogopa sana mke wangu, kama ukiniona mimi nikiwa natokea huko nikikueleza usingeelewa. Hata sasa hivi hapa nakwambia tu kwa sababu ndio hivyo limetokea. Ndio maana nakwambia. Hivi kweli mtu ambaye anakuchiti anafanya nini? Angeweza kukufanyia mambo ambayo nakufanyia mimi? Upendo ambao leo nao kwako haufai, yani ni mkubwa, haufai. Yani hata kukuchiti nikijaribu naona aibu. Lakini wale wamechukua maklipu yale wamerusha. Naomba tu nisamee mke wangu tuweze kuishi. Tuachane na hayo mambo. Walimwengu hawa ni wapumbavu tu. Wameposti vile wakijua kwamba tutagombana. Hebu tuende kinyume na wao. Msikilizaji, wewe unaonaje bwana huo mpango wa Baba T ambao leo kwa ameuchora? Kwa uongo vipi aisee? Nakwambia Mama T mwenyewe pale ilibidi akinywea tu. Lakini kama unandanganya, Mungu anajua na Mungu anakuona. Hivi kwa hiyo hichi kitenge hiki ni cha kwangu au ni cha huko kwenye shughuli ya nani? Hicho ni cha kwako. Hela ya nani si nimekupa hapo. Hicho cha kwako, utajua unashona unafanyaje. Msikilizaji, mpaka pale bwana Mama T alikuwa tayari ameshanywea. Stories zingine zikaendelea pale kirahisi kabisa. Uongo ambao aliokuwa ameupanga Baba T ulikuwa umekaa vizuri sana mpaka Mama T akakubali. Sasa ikawa ni kuna kaugomvi sasa chini kwamba kumbe Aisha anamtaka mume wangu, lakini kumpata hampati. Hajampata, nashukuru sana. Sasa kukaa sasa pale Baba T ameacha kaugomvi fulani kati ya Mama T na Aisha, kwa sababu tayari Mama T kumbe bwana amegundua kwamba Aisha kumbe bwana alikuwa anamtaka mume wake, kitu ambacho sio kweli. Mumewe mwenyewe ndo alijaa kwenye 18 za mwanadada Aisha, na yeye ndo alitaka tunda. Lakini ndio kama hivyo bwana, mwanaume akawa ameshinda ile kesi. Sasa pale kwenye grupu napo bwana, zile taarifa za kwamba Aisha amekwisha kushitaki zilikuwa zimeshafika,
na kwamba Recho anahitajika aweze kupeleka kumlipa Aisha 500,000, zilikuwa zile taarifa zimeshafika. Wana grupu wengine pale wakasema, yani huyu mbea anayependa kuwa umbea sana leo hii ndio ameamua kushitaki mtu kwa sababu eti taarifa zake zimerushwa hewani. Huyu bwana huyu dawa yake na yeye moja tu. Siku moja ongee umbea hapa afu mtu amshitaki. Wengine wakasema sasa yule pale huyu umbea wake jinsi ambavyo wanavyotoa huyu ni ngumu kumshitaki. Kwa sababu umbea wake anautoa anaimba kimafumbo. Sasa ukifika utasema mafumbo yalikuwa yanakuhusu. Lile limbea libobevu. Yani ya bwana huyu Aisha huyu bwana huyu. Ingekuwa inafaa tungemtoa hata kwenye ile grupu bwana. Ameshtaki sasa bwana. Oya. Wapangaji pale sasa wakaanza kujadili. Oya tumchangieni bwana Recho. Recho ametufunua mambo hiyo tushafurahi tumchangieni bwana. Basi watu pale wakaanza kusema, Recho taja namba yako ya hela bwana. Tunachanga na sisi uweze kumlipa huyo mbea huyo. Basi bwana watu pale wakaanza kuchanga pale bwana wakamtumia. Bwana Recho alijikuta kwamba hata yeye mwenyewe hajatoa pesa hata ya kwake hata shilingi 100 na tena amepata shilingi 50,000 ya ziada. Shilingi 500,000 zikawa zimekamilika. Ile issue sasa ikaenda, ile pesa ikapelekwa kwa yule mjumbe akampa mwanadada Aisha. Mjumbe kumpea mwanadada Aisha akamwambia posho yangu hapo. Naona nataka posho. Kumbe mjumbe unataka posho. Haya shika hii hapa. Akampa shilingi 20,000 akamwambia wewe hebu acha utaleta kesi zako zingine hapa nitazizungusha hapa. Napata 500,000 ambayo hujaifanyia kazi alafu unaniambia kwamba unanipa 20,000. Ongeza hela hapa. Yani na wewe unataka tule pasu akampa 50,000. Jumla ikawa 70,000. Kamilisha ifike 100,000. Chukua hizo 400,000 mbona mjumbe na wewe kumbe aliongea maneno mengi pale. Mpaka mjumbe akamwambia haya nenda. Toka hapa. Nenda huko. Mjumbe akachukua ile shilingi 70,000. Akameiweka mjumbe pale. Ilikuwa ni deal nzuri sana hilo bwana kwa mjumbe. Mjumbe akawa amepata hela bwana. Mwanadada Aisha akaondoka na shilingi zake zile shilingi 430,000. Akarudi zake kule ndani akaenjoy tu. Sio kwamba Aisha alikuwa na shida sana na pesa. Ni mbea tu ambaye basi tu. Kwa sababu mpenzi wake yule alikuwa anamtumia pesa za kodi, za kula. Yani alikuwa anamhudumia kila kitu japokuwa alikuwa haji pale nyumbani mara kwa mara. Sasa bana ile issue bana baada kama ya wiki moja hivi mwenye nyumba alikuwa anaitwa Godwin. Alikuja kufahamu kwamba kuna mchongo ulienda mpaka ukaenda kwa mjumbe unahusiana na nyumba ile. Aliumia sana, ikabidi aje pale na kumuita Aisha. Aisha akamuuliza kwa nini ile jambo umelipeleka kule. Masuala ya hapa Werevu Village yanapaswa yaanzie kwangu mimi kama mwenye nyumba. Hata kama mimi sikuwepo nilikuwa kwenye shughuli zangu zingine. Kijana wangu Maleli yuko pale. Mngemfikishia na angejua jinsi ya kulimaliza. Unavyokwenda kule kwa mjumbe unaharibu sifa ya biashara yangu. Hii ni Werevu Village na ni sehemu ambapo watu wanaishi kwa amani, kwa upendo, watu wanaishi kiwerevu, watu walioerevuka. Unapeleka kesi kwa mjumbe kama unaishi Uswahilini. Sasa siwezi. Hapa kitu kimoja tu. Unapaswa ufungashe uondoke kwenye nyumba yangu haraka sana. Rudisha chumba changu, ondoka. Hatuhitaji Waswahili humu ndani. Tunahitaji watu walioerevuka na ndio maana hii ni werevu. Hata kama unalipa pesa zako zote lakini unaposhindwa kuwa mwerevu uondoke hapa kabisa. Baba, naomba unisamehe. Jamani mimi yani hapa ndo mpenzi wangu anapenda nikae. Anaamini kabisa kwa sababu hii sehemu ni ya werevu. Mpenzi wangu ndo anataka ikitokea mimi nikihama hapa mpenzi wangu atanifukuza, yani ataniacha. Jamani ataniacha. Mpenzi wangu namjua ni mkali. Atahisi kwamba mimi kilichonifanya nitoke hapa ni tabia mbaya. Naomba uniache. Mwanadada Aisha alianza kulialia pale na kuanza kumbembeleza bosi huyu mwenye nyumba Godwin. Akambembeleza huku na kule lakini jamaa akakataa. Yule faza akasema sikuhitaji hapa. Unajua mwanadada kuitwa Aisha alikuwa anaogopa sana kufukuzwa pale kwa sababu mume wake huyo ambaye ni mpenzi wake ni hawara tu, jamaa na mke wake na watoto huko kabisa. Lakini hiki ni kihawara chake ambacho akiwepo maeneo ya tauni hapa basi anakifinya, anafanya hivi na vile basi. Alikuwa hapendi tabia mbaya kabisa. Sasa Aisha alikuwa anaogopa kwamba akihama tu pale, jamaa akijua kwamba amehama pale, tabia zikielezwa ni mbaya, basi inaweza ikawa ndio mwisho wa wao kwa pamoja. Alitumia njia ndefu sana sasa kumbembeleza mzee Godwin
ili aweze kumuelewa. Mzee Godwin akamtazama, ikabidi aanze kumtumia ile chance na yeye. Wewe binti, mbona unalialia sana? Shida yako nini kwani? Mimi jamani, naomba unisamee bana, sitaki kuondoka pale. Utaki kuondoka pale, unataka nini? Unataka nini wewe? Na matako vyako vinacheza kweli yani. Naomba bana, lakini unisamee bana, mimi niendelee kukaa pale. Njoo hapa kwanza. Msikilizaji, Aisha akatoka akamfuata pale kule sehemu ambapo ni kama ilikuwa ndio ofisi yake. Ilikuwa ni nyumbani kwake, kuna chumba ambacho ndicho ni ofisi, ndio ambapo wapangaji kina nani wakija walikuwa wanafika pale. Mara nyingi ilikuwa inaendeshwa na kijana wake ambaye alikuwa anasimamia nyumba zote za Mzee Godwin. Lakini sasa Mzee Godwin muda akiwepo anashika na yeye kidogo. Sasa akamuita pale ofisini bwana, akaenda. Hebu niambie, kwa shida yako nini? Mbona unagombana na wenzako afu unaanza kuharibu biashara? Unaharibu biashara yangu, unataka nyumbani kwangu kuonekane, yani nyumba zangu zianze kuonekana za hovyo. Unajui kama hizo Werevu Village ziko maeneo mengi. Inapoanza kusikika Werevu Village moja ina tabia ya ajabu, ikiingia kwenye vyombo vya habari unafikiri watu watapenda, sasa watu wastaarabu wataanza kunipigia simu tena kuhitaji kwamba wanataka wakae kwenye nyumba zangu. Unaniharibia biashara, mbavu mkubwa huu uliofanya, mimi siwezi kukusamehe. Hapana, naomba bana unisamehe. Mimi niko tayari kufanya chochote kile, lakini sio kufukuzwa pale. Uko tayari kufanya chochote? Ndio. Una uhakika na unachokisema? Ndio. Haya, vua nguo. Nivue nguo tena? Wewe umesema uko tayari kufanya kitu chochote. Vua nguo zako zote, weka pembeni hapo. Sasa hapa si kuna watu wanakuja hapa vua nguo zako zote, weka pembeni hapo. Sasa bwana, mwanadada huyo kuitwa Aisha bwana alikuwa na dela lake la akaweka pembeni, akabaki sasa ana tight yake tu ameivaa na chupito ndani yake. Akaanza sasa analegalega pale. Godwin bwana, mzee huyu alipotazama pale akaona kwamba kumbe bwana yaliomo yamo bwana. Ni dela tu lile bwana. Akatazama akaanza kuona bukubuku hapa mbele. Kumetuna hapa. Akaanza kupata hisia na yeye. Cheki nyuma akaona napo. Akamwambia fanya hivyo umalize nilichokuambia. Bwana we. Aisha akatoa akavua zote. Mzee Godwin akasimama tu akanyosha mkono wake akakusukuma ule mlango ukajilock kada. Akamwambia shika hapo. Bwana we. Uwezi amini bwana, Mzee Godwin alijilia mtu kiwepesi kabisa pale ndani. Akala akamaliza akamwambia hizo tabia zisije zikarudiwa tena. Sawa, nashukuru. Lakini nimekwambia nenda kule bwana. Nenda, hizo mambo usije ukazirudia tena. Ukiwa na tatizo lifikishe kwenye ofisi. Kama sipo mpe kijana wangu ayasolve matatizo yanayohusu nyumba zangu. Masuala ya kupelekana kwa wajumbe huko baadaye kuje sui waandishi wa habari mambo hapa na pale ni tabia za kipumbavu ambazo zitaharibu image ya biashara yangu. Nimekwambia. Sawa, ila asante, nimefurahi sana, umefanya vizuri. Mimi nikajua nimekubaka. Hapana, hata mimi nimeenjoy, karibu tena uje kule kwangu. Msikilizaji, Mzee Godwin bana naye pale ikabidi ashangae kwamba kumbe mimi nikijua nilikuwa najua nimembaga, kumbe naye mwenyewe ameenjoy. Basi mwanadada Aisha akatoka karudi zake kule bwana. Akarudi nyumbani. Kijana akuitwa Kiki naye alikuwa bado yuko kipindi ambacho ashajua kabisa kwamba mwanadada akuitwa Sifika anamsumbua, anatafuta kila mahali anapopita anasema ana shida na kijana Kiki. Ana shida na kijana Kiki. Sio nini Kiki huku na kule huku na kule. Siku moja bwana alikuwa yuko kazini pale, mwanadada Sifika akaja mpaka pale. Oya, jamaa, demu mwenyewe si ndo huyo. Utazama kweli akamuona. Sifika akaingia pale. Hivi wewe. Kwanza kwa hasira nilizonazo, hebu naomba kwanza tusiongelee hapa. Hebu njoo nje kwanza. Kiki alikuwa anajua kwamba hakuna issue yoyote, hata akileta makelele pale itabidi amlambe hata makofi. Lakini sasa potelea mbali, akatoka pale akaenda paka pembeni kabisa pale ili waweze kuzungumza. Sasa mwanadada huyo kuitwa Sifika siku alikuwa amekula pamba vibaya mno. Upaja unaonekana, kibinda kimejaa kweli kweli. Mtoto kasimama kweli. Kafika pale. Hivi wewe kaka unajisikiaje yani?
Kivipi? Yaani unajisikiaje kwanza yani? Kunionyesha dharau kiasi kile. Hebu ongea kitu ambacho kilichokuleta hapa. Hebu naomba nikwambie kitu. Wewe kaka, kukupenda mimi sio kitu cha kukufanya wewe uanze kuniletea dharau kiasi kile. Ina maana mimi unaniona kwamba mimi ni mwanamke ambaye ni mbaya kiasi gani mpaka yani nakushobokea wewe kama mwanaume alafu na nani unanzingua kiasi kile. Hivi unajua mimi sijapenda. Wewe ulikuwa unasemaje kwanza? Sababu nimeshangaa tunakuja hapa juzi unaambiwa makelele kibao, umekuja umetukana, umenituka. Wewe bana achana na hayo, si kukutukana si nini. Nilikuwa nimevurugwa sana kwa sababu mimi nakupenda wewe. Alafu nashangaa si unanifanyaje? Hamna kitu cha maana sana. Zaidi sana mimi ni kwamba mimi nakupenda wewe, nakuhitaji sana wewe kaka. Kwa hiyo na matusi yako yote yaliyoyakuta hapa issue yako ilikuwa ni hiyo tu. Ndio. Kwa hivyo ulionitukana sasa ndo ulikuwa unajua ndo utanipata au? Bwana tusikumbushie hayo basi. Mimi nazungumza kuhusu wewe bwana, mimi nakupenda. Naomba tu mimi uweze kunikubalia, nitafurahi sana. Kila kitu nitafanya mimi, lakini naomba tu uweze kuwa mpenzi wangu. Mimi nimekupenda sana. Kwa bahati mbaya mimi tayari nina mpenzi. Na hata hapa tuliposimama ikitokea akija hapa, roho yake itamuuma sana na unaweza kuniletea shida. Hebu naomba unisikie bwana. Hata kama yupo, mimi niko tayari tu kubanana na yeye hivyo hivyo. Uko tayari kubanana naye? Yeye hawezi akawa tayari kubanana na wewe. Basi mimi nitafanya siri. Anyway, tutazungumza wakati mwingine hayo mambo. Basi naomba namba yako ya simu. Chukua hiyo hapo. Msikilizaji, kijana Kiki alimtajia namba yake ya simu, akampa akaondoka zake. Kiki alitafakari akawa anawaza sana ule mtoto jinsi alivyofanana, akasema, wewe mimi siwezi kumwacha. Wewe siwezi kumwacha. Kumbe kashajaa kiasi hichi na kanywea hivi. Huyu mimi siwezi kumwacha. Mwanadada wa kuitwa Sifika alikuwa anamtumia message kila saa anatuma message. Anamtumia message, bwana anahitaji kukutana wewe. Jamaa akaona hii sasa kasheshe, bora nikamkande huyu demu afu mambo yaendelee mengine asinzoe. Akamwambia okay poa. Akamwambia basi naomba jioni tuwe wote. Andaa sehemu. Lakini utakapoandaa ujue kwamba mpenzi wangu atakaponihitaji mimi sitakuwepo. Sawa, mimi nishaandaa. Ushaandaa? Si unakuja nyumbani kwangu? Geto kwako siwezi. Tafuta guest nzuri afu iko sehemu nzuri. Sawa, hamna shida. Mwanadada kutasifika aliandaa sehemu kweli bwana. Na jioni ile sasa kijana huyu wa kuitwa Kiki ikabidi sasa alipotoka kazini apite moja kwa moja mpaka kule. Kweli alikutana na mwanadada wa kuitwa Sifika. Aisee, mambo yalikuwa si haba. Alikuwa ni mtoto kweli kaka. Yaani mzuri na nusu, yani kapendeza, mzuri, yanavutia. Kwa kweli jamaa hakuwa na sababu yoyote ile ya kumwacha yule mtoto. Bana mechi kaenda vizuri kabisa, mechi safi kabisa. Mtoto yule mwenyewe akasema, hivi kumbe wewe ndo huko hivi alafu ulikuwa unataka uninyime. Ama kweli jina la kitabu lina sadifu yaliyo ndani ya kitabu. Yaani unavyoonekana mzuri huko kumbe hata ndani mzuri kiasi hiki na unajua hivi. Wallahi mimi sihitaji mwanamke mwingine aweze kuwa na wewe. Na hapa na utamu ulionipa mimi sitaki uweze kumpa mwanamke mwingine. Mimi nikajua labda utakuwa tu kawaida. Kumbe mtamu hivi. Msikilizaji, kijana Kiki akamwambia bwana, nafikiri utaratibu wangu nilishakueleza kwamba nina mpenzi wangu na ulikubali kwamba utakuwa kwa siri. Sasa kama utaanza kuwa kinganganizi ni bora tuachane hapa, tusijuane na namba tufute, tusifahamiane tena. Hapana, ngoja nikwambie, siwezi kukubali mimi kukuacha wewe. Ni bora huyo mpenzi wako hata tumuue tu, lakini unasemaje? Vifo vyote yani hata tumuue lakini wewe ubaki kwa wangu. Haiwezekani. Yani hapana. Msikilizaji, mwanadada wa kutasifika alianza kuwa kinganganizi. Alijingangana pale akapiga picha na kijana wa kuitwa Kiki, lakini Kiki akamwambia usije ukaposti hiyo picha. Ukiposti hiyo picha mimi na wewe ndo mwisho. Usiposti hiyo picha mahali popote.
Mwanadada kuitwa Sifika bwana akakubali, wakatoka pale akiwa anamng'ang'anizia sana kwamba lazima wawe wote. Sifika alipofika nyumbani aliringa sana, aliwaringia wenzake akamwambia bana, yule kaka tulikuwa tunasema tu ni Anise, lakini yule kaka ana penzi tamu ajabu. Ana mapenzi matamu sijapata kuona. Rema na Neema bana wakawa wanacheka sana pale, wakasema ise wewe unasui pepo la mapenzi. Mtu umeshamtukana, umeshasema hivi na vile, lakini mwisho wa siku umeenda amekudinya. Sifika akamwambia ndio. Kwani nini? Mimi nilikuwa naumia tu jinsi ambavyo anitaki, lakini alivyokubali si ndio hivyo hapo, sasa si fresh. Rema akamwambia sasa ndio si fresh, lakini sasa si unajua na maisha yake na mambo yake, tena hawezi kuwa na wewe tena. Wewe tena usiseme hivyo. Yule pale yule ni wa kwangu sasa hivi. Wewe bwana, ngoja nikwambie kitu. Wanaume mimi nawajua, ukimng'ang'anizia anakulala na wala hawezi kuwa karibu na wewe. Anakulala tu na anakuacha, wala hana hata time na wewe. Oya, sio mimi. Yule pale yule, hata kama sitaki nitamng'ang'anizia. Kama aliweza kumng'ang'anizia mara ya kwanza, hata na ya pili na ya tatu nitaweza. Nalihitaji penzi lake zaidi na zaidi ninavyo. Yaani ana penzi tamu vibaya mno. Msikilizaji, kumbe bwana, wakati mwanadada Sifika anazungumza vile, hata wenzake sasa na wao wakaanza kuingiwa na tamaa. Wakaanza sasa kama kumuonea wivu kwamba kumbe mwenzetu amepata kitu kitamu sana. Neema na Rehema wote walianza kutamani sana kwamba waweze kumpata huyo kijana kuitwa Kiki. Walianza kuingiza mikakati yao kila mmoja kwa nafsi yake bila kumwambia mwenzake kwamba aweze kuingia katika mahusiano, au tu hata aweze kulala na kijana huyo kuitwa Kiki, kwa sababu alikuwa anataka kufahamu ni nini hicho ambacho mwanadada Sifika alikuwa amekipewa alafu anakisifia sana. Basi bwana, kijana Kiki bwana aliporudi nyumbani pale bwana, Rachel bado mambo yake yalikuwa ni hai sana. Alikuwa anahitaji sana kuwa na yeye. Yaani alikuwa ni king'ang'anizi sana. Mpaka sasa ile issue ikaja kufahamika pale kwamba Rachel anamng'ang'anizia kijana Kiki. Mwasiri alipata ile taarifa, mpaka Mwasiri akajiuliza, ni kwa nini sasa huyu kaka anapendwa sana? Ni kwa nini? Mwasiri pale na yeye akaanza kutupia mishale yake. Yeye alimtongoza kabisa kijana Kiki, akamwambia Kiki, na kuhitaji zaidi unavyofikiri. Mimi naomba tu siku moja upotee njia uingie ndani kwangu. Yaani upotee tu njia uingie chumbani kwangu uone. Nitakupa mpaka hutaamini. Jamaa sasa naye akamuuliza, una uhakika? Kweli. Sasa unajua Mwasiri alikuwa na muonekano la ukweli. Mtoto kutoka Mbeya anacho kishundu cha kutosha. Ana muonekano mzuri kweli kweli. Jamaa kusikia hivi akaona usinichanganye, akamwambia basi poa, leo nitakuja. Na kesho nitakuja. Alimwambia kesho nitakuja. Mwasiri alifurahi sana, akasema hapa hiyo kesho hiyo akija hapa, nampa kila aina ya nyama atakayotaka. Kesho ilipofika, kijana huyu wa kuitwa Kiki akaenda kule. Wakati anaenda, mwanadada huyu Aisha alikuwa ameona kila kitu. Alikuwa ameona kila kitu. Mpaka Kiki anaingia kule ndani, anaanza kumnyandua Mwasiri. Mwasiri alikuwa kwanza akachangamka, akafurahi. Mwasiri alisema kwamba nitakufanyia kila kitu, lakini alijikuta yeye ndo anafanywa kila kitu. Alifanywa kila kitu mpaka yeye mwenyewe akanyosha mikono. Alipomaliza akasema, hapana, sijapata kuona mwanaume kama wewe. Yaani wewe, ningekuwa na dawa ningekufanya wewe ukae huko ndani kwangu kila siku. Ningekuwa nakulisha tu hata usitoke huko ndani. Kiki alijikuta akiwa anacheka tu. Alikuwa ameshatengeneza jina tena pale chini kwa Mwasiri. Mwasiri alisema kwamba atakuwa na mhitaji kila wakati. Yaani bwana Kiki ana bahati zake, kila mwanamke anayempitia anatamani tu kwamba yani wewe uweze kurudi tena na tena. Basi bwana msikilizaji, pamoja na kwamba matendo yale aliyokuwa anayafanya pale huyu mtu wa kuitwa Aisha alikuwa ameona, lakini Aisha alikuwa yuko kimya. Aisha hataki kabisa maneno tena. Aisha hataki kabisa kuongea jambo la mtu tena, yuko kimya. Tena hapo hivi hapo pembeni hapo anaka ugomvi ka chini hapo na mwanamama wa kuitwa Mama T. Anaka ugomvi, hawaongeleshani tena hapo. Aisha anatamani kuongea umbea wa watu wanaoona, lakini kila akikumbuka yaliyotokea anaogopa kurudishiwa na yeye kwamba na wewe ulionekana hivi na hivi na hivi na hivi, ananyamaza. Kwa hiyo hataki kuongea. Umbea wake akawa sasa akiupata pale anaenda kuongea mtaa wa pili huko. Lakini pale ndani
akawa akiona jambo la mtu ananyamaza tu. Kuhusu kuendelea kukusanya data hakuacha. Akawa anaendelea kuzitafuta tu data zinavyoendelea, anaona taarifa za watu, lakini kuimba vile vinyimbo vyake vya mafumbo akawa haimbi. Akawa akimuona tu mtu ambaye alikuwa anafanya jambo fulani anacheka cheka tu, hasemi chochote, anacheka cheka tu, hasemi chochote. Bwana, taarifa zake bwana kipindi hicho zikafika kwamba kumbe alipigwa, alinyanduliwa bwana na babu nani, na yule baba yule Godwin. Taarifa zake zikafika pale. Watu wakaanza kuzipigia story pale. Bwana, nasikia bwana landlord bwana ashapiga cha umbea. Aisha Macho ashapigwa bwana na baba landlord bwana. Watu wakajadili, wakacheka pale huku na kule. Wakati huo Aisha naye yuko pale. Aisha alizidi kunywea sana. Aisha bwana alinywea baada ya kukuta kwamba taarifa zake naye zimevuja sana. Akaona sasa hapa hamna sababu ya kuwa na umbea tena hapa. Ilibidi awe mpole, asiwe mbea. Akaamua kukaa kimya. Sasa kijana wa kuitwa Kiki bwana akawa sasa kazi yake ni kuzungusha tu, kuzungusha fimbo mle ndani. Anapiga hapa, anapiga pale, anapiga pale. Yaani akawa sasa yeye kazi yake ni kupeleka tu, na kila sehemu anapokwenda bwana yeye ndo anapewa tu pesa kwa sababu ya show zake jinsi ambavyo alivyokuwa anazicheza vizuri. Show anazicheza vizuri. I say. Sasa ukumbuke kwamba mahusiano ya kwake kijana Kiki pamoja na Lady alikuwa ni makali sana, na Lady alikuwa anaamini kabisa kwamba yule ndio mwanaume ambaye atakayekuja kumuoa. Anaamini kwa 100% kubwa. Lakini sasa Kiki alikuwa na mashaka makubwa sana. Anasema Lady anapata wapi pesa nyingi kiasi hiki? Ina maana kweli Lady ni kwamba ni wazazi wake wanampa pesa nyingi hivi? Kuolewa hajaolewa, ajira hajaajiriwa, lakini anamiliki magari mazuri, ana biashara zake. Yaani biashara kwanza sio kwamba ana biashara, hana biashara halisi. Biashara zake yani inamaanisha business, yani shughuli zake tu za kawaida za hapa na pale, lakini hamna biashara maalum ambayo utasema ile ndio inamuingizia kipato. Lakini anamiliki magari ya gharama, anajaza mafuta na nini. Sasa kijana Kiki akawa anaogopa, anasema sasa hapa huyu demu huyu hawezi kuwa mke wangu, huyu ana mambo pengine ya siri huyu. Siwezi kumuuliza sana kwa sababu tayari yeye ndo amenifadhili kumiliki saloni yangu. Nikimuuliza anapopata pesa zake itakuwa ni msala. Huyu ngoja ninyamaze. Ngoja ninyamaze. Kwa hiyo akawa anaendelea kufanya mapenzi na watu wengine, huku akiwa nia yake ni kwamba tu asije akajulikana kule kwa mwanadada Lady, lakini alikuwa anajua kabisa hawezi kumwoa Lady kwa sababu inaelekea na mambo ya siri. Kwa hiyo akawa anaanza kutafuta mpenzi wake mwingine, ili akipata mpenzi wake mwingine aweze kuachana kabisa na Lady, aweze kumwoa huyo mke mwingine. Lady bwana siku hiyo ndipo ambapo aliwafumania. Alimfumania mwana kijana huyu Kiki. Alikuwa amefika nyumbani kwake ghafla tu, na alikuwa hajawahi kufika. Siku hiyo akafika pale, afu akashangaa Kiki anatoka akiwa amekumbatiana na mwanadada Rachel kule ndani kutoka chumbani kwake kuingia kule kwake. Lady alikasirika, alitetemeka pale. Alidondoka pale Lady. Kijana Kiki alitoka na kumshika Lady na kumrudisha tena kwenye gari na kuwasha gari ili waondoke. Aliumwaisha hospitalini kwa sababu alijua kwamba amepata mstuko. Kweli bwana, alipofikishwa hospitalini akapata huduma ya kwanza akazinduka. Lady neno la kwanza tu alilozungumza akamwambia Kiki, unanichiti? Kiki akamwambia hapana, sikuchiti. Akamwambia unanichiti mimi? Akamwambia hapana. Akamwambia nisikilize, kuanzia leo siko na wewe, na kuanzia leo kila kitu ambacho kilitoka kwangu kitarudi. Ufuate maisha yako na malimbukeni wako. Sasa Kiki alikuwa anaamini kabisa kwamba biashara ile haiwezi kwenda kwa mtu kwa sababu tayari imesajiliwa vizuri na kila kitu kinafahamika kama ni cha kwake. Bwana, nguvu ya mwanadada huyu wa kuitwa Lady aliitumia. Siku zilivyoenda haikupita wiki 2 ile saluni ilikuwa imeshachukuliwa, na hapo akawa amemleta kijana mwingine na kumwambia Kiki, shika time zako na hapa ndani sikutaki tena. Kwa mwanadada Aisha kule bwana, umbea ulikuwa umeisha kabisa, na nyumba hii ya kuitwa Werevu Village ilikuwa ina utulivu mkubwa sana, na watu hadi walikuwa wanacheka wanasema cha umbea. I say huyu bwana Aisha Macho ameisha. Sasa hivi akiona jambo la mtu anacheka tu, hasemi tena.
cha umbea alikuwa amezimwa kiumbea vile vile. Lakini Kiki alikuwa ametembeza mle ndani vibaya mno. Sasa kufikia hapo msikilizaji, hatuna la ziada sana, niwatakie kila laheri, tukutane katika simulizi nyingine. Kama una maoni yako kuhusiana na mtu yeyote Aisha, kijana Kiki au mtu mwingine yeyote, basi unaweza kutupatia chini ya video hii. Hii bana ni Makala Simulizi na nilikuwa nikukuletea simulizi hii ni mimi BHB wa Makala Simulizi. Tukutane katika simulizi nyingine inayofuata na simulizi zingine ambazo bado hazijaisha ambazo tunakwenda nazo moja kwa moja. Bye bye.